Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka Afrika, kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na mashambulio ya Urusi ya waua watu 12 Ukraine. Ufaransa yaikamata meli ya Uingereza kwa uvuvi haramu. Basi la shule la shambuliwa katika mvutano kati ya India na Pakistan. Na katika kipenga cha michezo, RS Berkane ya Morocco ndio mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuishinda Simba ya nchini Tanzania magoli 3-1. Timu za ligi kuu ya Uingereza, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man City, Newcastle na Tottenham kushiriki klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao. Na katika makala yetu ya Je wajua, je, unafahamu kuwa baadhi ya sodo zinaweza kuhatarisha afya yako? Naam, na atumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani. Kwa moyo mkunjufu na mikono miwili, ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Shambulio la basi la shule limeshuhudiwa katikati mwa mvutano kati ya Pakistan na India. Wakati ziliposikia kuwa shambulio limetokea, alihisi kama ardhi imedidimia chini ya miguu yake. Wazazi wote walikimbia kuelekea kwenye basi. Hakuna aliyeweza kuelewa nini kilikuwa kimeendelea, anasema Nasir Mahmood, mwanajeshi wa Pakistan. Nasir anakumbuka tukio hilo likitokea katika jiji la Quetta. Mtoto wake wa miaka 14 Mohamed Hamad alimfahamisha kuwa alitupwa upande mwingine wa basi la shule ya jeshi wakati wa shambulio la bomu huko Kuzda, umbali mdogo kutoka katika eneo hilo. India na Pakistan kwa sasa wapo katika usitishaji wa mapigano uliotete baada ya mzozo wa wiki mbili ambao ulikuwa mkubwa zaidi kwa miongo kadhaa. Mzozo huo ulijumuisha mashambulio ya ndege zisizo za rubani, makombora na mizinga umesababisha vifo na majeruhi kadhaa. Shambulio hilo la Balonsketen sasa limewekwa katikati ya mvutano huo, huku vituo vya televisheni vikionyesha picha za watoto waliouawa, wengi wao wakiwa ni wasichana wa kati ya miaka 12 hadi 16, sambamba na tuhuma za kampeni ya ugaidi ya India. Urusi imeboresha makombora yake ya balistiki na kuyafanya kuwa vigumu kwa mifumo ya Patriot kuyaangusha. Haya yamesemwa na msemaji wa jeshi la wanahewa wa Ukraine, Yuril Ignat, akitoa maoni yake kuhusu shambulio kubwa la makombora mjini Kyiv Jumamosi usiku. Kulingana na yeye, kwanza, kila kombora linaweza kushambulia rada inayokaribia lengo. Pili, makombora yanaweza kuruka kando ya njia ya kawaida, sio kwa mstari wa moja kwa moja, lakini kwa ujanja wa Ignat, amesema. Kama msemaji wa jeshi la wanahewa wa Ukraine, anasema washirika wa magharibi tayari
wanafanya kazi katika operesheni ya kuboresha mifumo ya kuzuia makombora iliyotolewa na Ukraine. Mnamo Mei 24, watu 15 wamejeruhiwa kutoka kwa shambulio la Kiev la droni za kamikaze na makombora ya masafa marefu. Utata umezingira shindano la malikia urembo la Miss World. Hii ni inajiri baada ya malikia wa urembo wa Uingereza mwaka 25 Mila Mage, ambaye alijiondoa katikati ya shindano hilo, kufanya mahojiano na kuvutia kuhusu mpangilio wa shindano hilo. Maoni ya Mila Mage kwa jarida la Uingereza yamesema walifikiri kuwa ni kaaba yanazuia mtafaruku wa kisiasa huko Hyderabad. Mshindi wa Miss England Mila Mage ni mmoja waliofika Hyderabad kushirika shindano la malikia wa urembo wa dunia Miss World. Aliwasili Hyderabad mwezi Mai tarehe 7 kwa shindano la akarudi Mei 16. Alitoa mahojiano ya jarida la Uingereza ya The Sun. Katika mahojiano hayo, Mila Mage amesema alienda pale ili kuonyesha mabadiliko, lakini ilazimika kukaa pale kama kikaragosi. Maadili yake hayakuruhusu kuendelea huko. Meli ya uvuvi ya Uingereza imezuiliwa na mamlaka ya Ufaransa ikishutumiwa kwa uvuvi haramu katika maji yao. Ilikamatwa katika mkondo wa bahari wa Uingereza na inazuiliwa katika bandari ya Boulogne. Haiwezi kuondoka huko. Mamlaka ya Ufaransa ilifikiria kuwasilisha mashtaka. Meli hiyo ilisimamishwa baharini na jeshi la wanamaji wa Ufaransa Alhamisi usiku, huku wafanyakazi wake wakidai kuwa walikuwa wakivua katika maji ya Ufaransa bila leseni. Tukio linawadia siku chache baada ya waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer kukosolewa na wavuvi wa Uingereza kuhusu mpango wake wa kubadilisha upya sheria za Umoja wa Ulaya ambao unazipa meli za uvuvi za Umoja wa Ulaya haki ya kuingia katika maji ya Ulaya na kufanya uvuvi kwa miaka 12 zaidi. Ofisi ya mambo ya nje imesema kuwa ilikuwa ikitoa msaada wa raia wa Uingereza nchini Ufaransa na ilikuwa inawasiliana na mamlaka ya ndani. Kulingana na waziri wa pwani wa Ufaransa, meli ya wanamaji wa Pluvia ilikuwa ikifanya ukaguzi katika maji yao usiku wa tarehe 23 Mei na kupata meli ya Uingereza iliyodaiwa kufanya kazi bila leseni. Meli ya uvuvi ilielekezwa Boulogne na kwa madhumuni ya kuanzisha mashtaka. Conservatives walishutumu mamlaka ya Ufaransa kwa kutumia sheria vibaya kuikamata. Katibu kivuli wa mambo ya ndani Chris Philip amesema wameshindwa kuwazuia maelfu ya wahamiaji kuvuka mkondo huo wa bahari kwa boti ndogo, akishutumu Ufaransa kwa kutochukua hatua zozote baharini na mara nyingi kuwaingiza wahamiaji haramu kwenye maji ya Uingereza. Takribani watu 12 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kote Ukraine katika mashambulio ya usiku wa ndege zisizo na rubani na makombora, maafisa wa kanda na huduma za dharura wamesema. Watoto 3 wameuawa huko Zitomir, magharibi mwa Kiev, na mtu mmoja mwenye umri wa miaka 70 ameuawa katika mji wa kusini mwa Mykolaiv, huduma ya dharura ya serikali imesema. Hatua hiyo inajiri siku moja tu baada ya Kiev kukumbwa na moja ya shambulio zito zaidi tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi na mashambulio ya anga ya Urusi na kuua takribani watu 13. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema vitengo vyake vya ulinzi wa anga vilidungua au kunasa ndege 95 ya Ukraine katika maeneo kadhaa ya Urusi, ikiwa ni pamoja na Moscow katika muda wa saa 4 Jumamosi usiku. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Shambulio hilo la ndege zisizo za rubani lazimisha kusimamishwa kwa muda wa safari zote za ndege katika viwanja vya ndege vya Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin alianzisha uvamizi kamili wa Ukraine mnamo Februari 22 na Moscow kwa sasa inadhibiti karibu 20% ya eneo la Ukraine. Hii ni pamoja na Crimea, rasi ya kusini mwa Ukraine inayotwaliwa na Urusi mwaka wa 14. Je,
Unafahamu kuwa baadhi ya sodo ama pads ukipenda zinaweza kuhatarisha afya yako? Utafiti uliochapishwa na Environmental Health Perspective nchini Marekani umebaini kwa baadhi ya sodo zisizo salama hutengenezwa kwa kemikali hatari kama dioxin zinazohusishwa na hatari ya kupata saratani. Kemikali hizi huweza kufyonzwa na ngozi na hatimaye kuingia mwilini na kusababisha madhara ya kiafya kwa muda mrefu. Zisizo salama au taulo za kike. Je, unajua kuwa zinaweza kuwa hatari kwa afya yetu? Hebu tuchunguze kilichomo ndani ya hizi sodo. Utafiti uliochapishwa na jarida la Environmental Health Perspectives nchini Marekani ulionyesha kuwa sodo nyingi zisizo salama hutengenezwa kwa kemikali hatari kama vile dioxins ambazo zina hatari ya saratani, manukato bandia na dawa za kuondoa madoa yani bleach. Kemikali hizi zinaweza kuingia kwenye mwili wetu kupitia ngozi na kuwa na madhara makubwa. Kwa mfano, bleach hutumika katika kusafisha sodo, lakini inasababisha madhara kwa ngozi. Inaweza kusababisha vipele na hata shida za homoni ikiwa hutumiwa mara kwa mara. Hivyo unapokuwa na matumizi ya muda mrefu ya sodo hizi, madhara yanaweza kuwa ya kudumu. Sasa kila unapotumia sodo na kukutana na athari hizi, utafanya nini? Kwanza, badilisha sodo yako au taulo ya kike kila baada ya saa 3 au 4. Ni usafi na usaidia kuzuia harufu mbaya. Kukaa nayo muda mrefu, bakteria wanaweza kujikusanya. Pili, anza kutumia sodo za asili au za kikaboni. Sodo hizi hazina kemikali hatari kama bleach na harufu bandia na zina faida kwa afya yako. Jaribu kutumia pia vikombe vya hedhi yani menstrual cups ambavyo ni rafiki kwa mazingira na vinafaa kwa afya yako. Je, umewahi kugundua athari yoyote kutokana na sodo unazozitumia? Kwanza like, kisha nipe maoni. Haya, asante sana. Natumai taarifa hiyo inawadia kuweza kupatia nafasi ya kuweza kujielewa kwamba ufanye vipi ukikumbana na hali kama hiyo. Ndio sehemu ya je wajua. Mapema Jumapili Mei 25, Urusi ilifanya shambulio la anga dhidi ya maeneo mbalimbali Ukraine, yakiwemo jiji la Kiev, miji mingine na kusababisha vifo na majeruhi. Vikosi vya Urusi vimefanya mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa Kiev na miji mingine ya Ukraine mapema siku ya Jumapili Mei 25. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, watu wasiopungua 11 wamejeruhiwa jijini Kiev, huku watu 3 wakiripotiwa kufariki katika maeneo ya miji iliyo karibu na jiji hilo. Wakazi wa Kiev wamelazimika kujikusanya katika vituo vya chini ya ardhi ya reli metro kama maeneo ya kujisitiri dhidi ya mashambulio hayo, wengi wao wakiwa na viti, blanketi na mifuko ya kulalia kwa ajili ya kujikinga usiku kucha. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kiev, Timur Tikashenko, amethibitisha kuwa watu 11 wamejeruhiwa kutokana na mashambulio ya ndege zisizo na rubani yaliyolenga maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Jengo la ghorofa 5 lililopo katika wilaya ya Holokhiv karibu na katikati ya jiji lilipigwa risasi na kushika moto, hali iliyosababisha uharibifu mkubwa katika sehemu ya nje ya jengo hilo. Hili lilikuwa shambulizi la pili mfululizo kwa usiku wa pili ambapo mashambulizi makubwa ya anga yameripotiwa. Maeneo mengine yaliyoshambuliwa ni pamoja na miji ya Kharkiv, jiji la pili kwa ukubwa nchini Ukraine, Mykolaiv katika eneo la kusini na Ternopil upande wa magharibi. Kila asubuhi ni ukurasa mpya wa mafanikio.
Usiruhusu hofu ya jana kuharibu matumaini yako ya leo. Inuka, anza na uanze safari yako kwa imani na bidii. Ndiyo hali ambayo inajitokeza, msikilizaji, kwamba wakati ambapo unaanza siku yako, asubuhi njema. Basi hiyo ni habari ambayo ni moja kwa moja kutokea katika eneo la Mtwapa, Mombasa nchini Kenya, ambapo namna hiyo pilika za asubuhi zimeanza na kila mtu yuko mbioni. Ndio maana tunakufahamisha kwamba kukumbusha kwamba kuwa kila asubuhi ni ukurasa mpya na wa mafanikio. Usiruhusu hofu ya jana kuharibu matumaini yako ya leo. Inuka, angaza na uanze safari yako kwa imani na bidii. Maafisa kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wana matumaini wanaweza kufikia makubaliano na Washington mwezi ujao ili kupata uwekezaji wa Marekani katika madini muhimu. Madini ya Kongo kama vile tungsten, tantalum na bati, ambayo Kinshasa imekuwa ikishutumu kwa muda mrefu jirani yake Rwanda kwa kutumia kinyume cha sheria, yanaweza kusafirishwa kihalali hadi Rwanda kwa ajili ya kufanyiwa kazi chini ya masharti ya mkataba wa amani yanajadiliwa na Marekani. Shirika la habari la Reuters limeripoti wiki iliyopita makubaliano ya uwekezaji wa Marekani na makubaliano ya tofauti ya amani na Rwanda yaliwezekana mwishoni mwa Juni. Gazeti hilo limesema likiwataja watu wawili walio karibu na mazungumzo hayo. Urusi na Ukraine zimethibitisha kukamilika kwa duru ya mwisho ya kubadilishana wafungwa, kila mmoja ikirudisha wanajeshi 303 chini ya makubaliano yaliyoandaliwa huko Istanbul. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema siku ya Jumapili kwamba Ukraine ilirudisha wanajeshi wake 303 ikiwa ni malipo ya wanajeshi 303 wa Ukraine waliorejeshwa Kyiv. Uturuki iliwezesha mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine katika kipindi cha miaka mitatu mjini Istanbul tarehe 16 Mei, ambapo pande zote mbili ziliafiki makubaliano ya mabadilishano makubwa ya wafungwa yaliyohusisha jumla ya watu 1,000. Maadhimisho ya siku ya Afrika yalifanyika jijini Addis Ababa, Uhabeshi, kwa kutolewa wito kwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kujichukulia jukumu la nchi binafsi kujiinua ili kijumla Afrika iinuke pamoja. Haya yamesemwa na mwenyekiti wa tume ya AU Mahamuda El Yusuf katika hotuba yake kwa umoja wakati wa maadhimisho. Pia aliongeza kuwa ni jukumu la kila Mwafrika kulinda rasilimali kwa ajili ya vizazi vya sasa na vile vijavyo. Uturuki siku ya Jumapili imethibitisha uhusiano wake mkubwa na Umoja wa Afrika katika maadhimisho ya siku ya Afrika na kuangazia miungo miwili ya ushirikiano. Mwaka huu anaadhimisha kumbukumbu ya miaka 20 ya hadhi ya Uturuki kuwa mwangalizi katika Umoja wa Afrika, Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imesema. Wizara pia imesisitiza kuwa Uturuki ni mmoja wa washirika wa kimkakati wa Umoja wa Afrika.
Rose Muhando alianza rasmi kama kazi ya muziki wa injili mwaka 2004 kwa kutoa albamu yake kwanza, Uwe Macho. Natumai unamfahamu. Ilianza zaidi ya nakala, aliyeuza na zaidi ya nakala milioni 1 katika eneo la Afrika Mashariki. Mwaka 2005 alituzwa kama mtunzi bora, mwimbaji bora na wa album bora mwaka katika tuzo la Tanzania Gospel Music Award Concert. Udari wake katika utunzi ulimfanya atoe nyimbo zaidi, ikiwemo Kitimtim, na miaka mitatu baadaye alizindua albamu ya Jipange Sawasawa ambayo hadi leo inaendelea kutamba. Injili kutoka Tanzania, Rose Muhando. Mwanamuziki huyu anayeheshimika sana Afrika Mashariki na Kati alipewa jina la Shadia na wazazi wake. Alizaliwa miaka 46 iliyopita mkoani Morogoro. Rose Muhando alilelewa katika mazingira ya Kiislamu huku akishiriki kuimba kaswida wakati wake wa utotoni. Alipofikisha umri wa miaka 9, mwanamuziki huyo alipata ugonjwa uliodumu kwa miaka mitatu huku wazazi wake wakikata tamaa. Hata hivyo, kwa kauli yake mwenyewe, Rose anasema kwa siku moja aliamka usingizini na kuona mwanga uliokuwa umejaa chumbani mwake, na alipoamka asubuhi alikuwa amepona ugonjwa huo, kitu ambacho kiliwashangaza wazazi wake na jamii yake. Hatua hiyo ilimlazimu abadili dini na kuwa Mkristo. Rose Muhando alimpoteza baba yake, japo akafahamishwa kuwa hakuwa baba yake mzazi, na ndipo yeye na mama yake wakafukuzwa kutoka kwenye nyumba waliomokuwa wakiishi. Wakiwa bado wanahangaika pa kwenda, kanisa moja mjini Dodoma likawapa hifadhi na akawa mwalimu wa kwaya kanisani hapo. Rose alianza rasmi kazi ya muziki wa injili mwaka 2004 kwa kutoa albamu yake ya kwanza, Uwe Macho, iliyouza zaidi ya nakala milioni 1 katika Afrika Mashariki. Mwaka 2005 alituzwa kama mtunzi bora, mwimbaji bora na albamu bora ya mwaka katika tuzo ya Tanzania Gospel Music Award Concerts. Uhodari wake katika utunzi ulimfanya atoe nyimbo zaidi, ikiwemo Kitimutimu, na miaka mitatu baadaye alizindua albamu ya Jipange Sawasawa ambayo hadi leo inaendelea kutamba. Albamu yake ya 4 ilimpa nafasi ya kusaini mkataba na kampuni ya kurekodi muziki ya Sony na kumfanya awe msanii wa kwanza wa injili Afrika Mashariki na Kati kupata mkataba huo mnono. Rose alipitia mengi katika safari yake ya maisha. Baada ya mama yake kufariki, alikabidhiwa kwa mwanamume mmoja ambaye angetarajiwa kuwa kama mzazi wake, lakini mtu yule aligeuka kuwa simba mla watu, kwani alikuwa akimpiga na hata kumtishia kwa mtutu wa bunduki yeye pamoja na watoto wake kwa kukataa kumpatia pesa. Alama za kungua alizonazo mkononi mwake ni ishara ya mateso aliyoyapitia. Mwaka 2005 alipokuwa akitengeneza biti ya wimbo wa Utamu wa Yesu, ndipo mwanamume yule yule akamvamia na kuanza kumpiga mbele yake, na tangu hapo hali yake ya kiafya ikaanza kuzorota. Mwaka 2019 alialikwa mjini Nairobi kwa huduma na Bishop Ng'ang'a, na hapo ndipo alipokea matibabu ya afya kiakili kwa karibu miezi 7 kwa usaidizi wa rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na mke wake. Anakumbukwa na nyimbo kali zilizotamba kama vile Nimekukimbilia, Nibebe, Ndivyo Ulivyo, Pombe, Secret Agenda, Hatumo, Mteule, Uwe Macho na nyingine nyingi. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Ndio sehemu ambayo imekuwa ni sanaa ya Afrika, na tumai umetendewa haki kwa kuweza kupatiwa safari ya Rose Muhando. Kamata pindo, serebuka, ndio hali ambayo inajitokeza moja kwa moja hapa, msikilizaji. Tunafanya ya namna gani, ya namna hii kwenda kwenye sehemu hii. Yapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari Afrika leo asubuhi, ambapo habari kuu ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza kuahirisha utozaji ushuru wa 50% kwa bidhaa zinazotoka Umoja wa Ulaya
uliokuwa uache tarehe mosi Juni. Kwingineko, mashambulio ya Urusi ya waua watu 12 Ukraine. Basi la shule la shambulia katika mvutano kati ya India na Pakistan. Kwenye kipenga cha michezo, Usimba na Uyanga kwenye fainali za Zanzibar ulijitokeza. Je, Simba, kipi kilifanyika katika hatua ya kutafuta nafasi ya kutwaa ubingwa? Maana bingwa ni RS Berkane katika fainali ya kombe la shirikisho, bali imemalizika kwa Berkane kushinda magoli 3-1 katika dimba la Aman Zanzibar. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakaotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 456146 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Moja kwa moja tunaelekea kusoma maoni yako, ambapo acha nianze na wapi, upande wa Kenya, kwamba asante sana Thailand pale vya mbio Akine kwa kuendelea kutufuatilia. Asante sana Karo kwa kuendelea kutufuatilia. Haya, asante sana. Anasema maeneo ya, anasema ya wapi huyu, anasema kwamba maeneo pale vya Kilima Hewa pale vya Big Bite Mwanza Tanzania. Tuko pamoja mwanzo hadi mwisho Radio Fortune Africa. Hongera kwa uchambuzi wenyu mzuri wa taarifa za habari na uwasilishaji wa habari. Asante sana na karibu. Saidi Msafiri pamoja toka msitu wa Ndegire pale Vimombo Jitengeni pale Vitanga, na wafuatilia kupitia kitandazi. Asante sana Golgota Mwagame pale vi sema Ogeita pale vi, unatupokea vizuri sana. Tunashukuru jamani kwa kuendelea kuwa msikilivu mzuri wa kituo hiki cha idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ezaveri pale vi Mnyalu pale vi Kipalile asema Wairinga pale vi mjini Tanzania. Tuko pamoja. Asante sana Radio Fortune Africa muda wote. Asante Jared pale vi Rude pale vi Matundete pale vi kutoka Nyachichi Secondary School County Kenya, na wapata loud and clear. Asante sana na karibu. Antinginya pale vi Junior pale vi ni jambo jema. Rais Trump kuahirisha utozaji ushuru kwa hizo bidhaa mbalimbali, atakuwa amewapunguzia mzigo. Maoni yake huyu Ntinginya pale vi Junior. Asante sana Samuel Ukuli pale vi wa Masisi mashariki mwa DRC. Trump asibaki na kufikiria mali, ni vizuri afikiria usalama wa Afrika, hususan ni mzozo wa Kongo na Rwanda. Maoni yake Samuel Ukuli pale vi. Hassan pale vi Kindolile pale vi wale pale vi Tanzania, na washauri sana serikali yangu ni bora uchaguzi tusogeze mbele ili kupisha mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ili uchunguzi uwe huru bila manunguniko. Hassan pale vi Kindolile pale vi anazungumza ya kwake kutokea Tanzania.
Mandewa pale hivi wa kutokea maeneo ya Singida, anaitwa nani, Ismail pale Visaki. Israel kuendelea kuwashambulia wa Palestina na kusababisha kukosa mahitaji muhimu, hasa vyakula na madawa muhimu. Huu pia ni uhaini. Maoni yake hayo. Hassan pale hivi, Sebastian pale hivi anasema kutokea Arusha mpakani pale, anasema naomba Hamasi waachilie mateka wote wa Israel ili Israeli iache kushambulia Palestina, maana Hamas wanalalamika watu wanauawa wakati Hamas ndo wachokozi. Oktoba 7 mwaka 23 walifanya nini? Si walichokozana? Basi ni hayo tu, asante na karibu. Lucas Ezekiel pale hivi wa Pentagon, Nyantila pale hivi Kitunda da na wapongeza Simba na mafansa waliofika kwenye majukwaa kwenye uga wa Mount Zanzibar kuweza kuwashabikia. Ali Dadi, Simba kujitahidi kadiri ya uwezo wake, sema refa, badala ya kutuliza mchezo akaegemea upande mmoja. Mpira ukiisha anza kutoa kadi kama vile ujue ushavuruga. Ubaya ubwege imebeba zege. Huyu ametumia utani wake ubaya ubwela ule ambao sema ubaya ubwege. Haya imebeba zege. Nebio pale hivi Payena pale hivi, nimeamini rushwa kwenye mpira wa Afrika wa Afrika ni kikwazo kwa timu zisizo na viongozi CAF kutoa ubingwa. Imagine RS Beken watapata taarifa kwamba mchezo wa pili utachezwa Zanzibar kabla hata wenyeji Simba hawajapata taarifa. Isaac pale hivi, Isaac Joseph anasema kombe hilo mara zote ni kwa ajili ya timu ya Kiarabu, ikiwezekana tujitoe kabisa kwenye haya mashindano, Waarabu wabaki kwenye wenyewe, maana kila siku ni dhuluma. Maoni yake Ajensko pale hivi Choga. Kodo Save pale hivi Junior anasema kafa imejaa ujuma kwa nchi zinazotoka kusini mwa jangwa la Sahara. Kafi haisapoti nchi za kaskazini, ila lipo wazima. Ni bora mashindano hayo wangeyafanya kwa nchi wanazozipenda za upande wa kaskazini. Hata wa Melodi watafinyiwa tu ujuma kama alizofanyiwa Simba. Big Troll anasema afadhali wameokoa pesa za wazenji dola 100,000. Gasto J Musha anasema wachai walishinda makaburini badala ya kufanya mazoezi. Maoni yake pale. Lucas Ezekiel anasema wa Pentagon na Ntila pale hivi Kitunda pale hivi Dar es Salaam. Washabiki wenzangu wa Simba, atupasa tumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya pili. Wengi walitamani kufika, hawajaweza kufika. Asante Mungu, asante Muumba mbingu na nchi. Hapo hivi anatoa shukrani zake Lucas Ezekiel, asante sana. Rajab Juma anasema ubaya ubwela sio kafa, wafanye kwa Tanzania football. Sikupati bwana. Ati ni ubaya ubwege, wanasanda hoi, mji umetulia na nchi imepooza. Mungu amejibu maombi yetu walio wengi. Huyu lazima ni shabiki wa Yanga. Lazima huyu ni shabiki wa Yanga. Rafael pale Vingalanda pale vya asante sana Radio Fortune Africa, mko vizuri sana kwa kutujuza yanayojiri ulimwenguni. Ndio hivyo, mechi imemalizika, lakini ni muda sasa kwa wajumbe wa ukanda wa Kosafa kupambana na kupata kiongozi wa ngazi ya juu ya CAF, maana hawa waamuzi wenyewe wanakuwa mchongo mtupu. Mwamba Morisho anasema ubaya ubwela. Kauli mbiu ile ya Simba Sports Club Tanzania. Iwapo basi unaungana nasi upate pale ulipo, habari kuu siku ya leo. Mashambulio ya Urusi yaua watu 12 Ukraine. Basi la shule la shambuliwa katika mvutano kati ya India na Pakistan.
Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuahirisha utozaji ushuru wa 50% kwa bidhaa zinazotoka Umoja wa Ulaya. Na katika kipenga cha michezo, fainali ya kombe la shirikisho limemalizika kwa Beken kushinda kwa jumla magoli 3-1 dhidi ya Simba Sports Club.